Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Jambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, lakini pia sajili ambazo zimekwisha kukamilika. Huwa tunajadili hapa ndani ya True Talk, ukweli unaongea. Kama ilivyo ada, mimi natumia nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika mdau wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana bila kusihi, fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha subiri mara baada ya sekunde kadhaa utaona kialama cha kengele, ufanya kuwasha hapo. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo pia, hii leo bwana, kunazo taarifa kadha ambazo niko nazo hapa mezani kwangu siku hapa leo, na ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko kwenye raundi ya 20, ikiwa vilabu vyetu vya hapa kwetu nchini Tanzania kwenye msimamo wa ligi kutoka Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League viko kwenye hatua za mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, lakini pia kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club tunafahamu pia wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na alama 48, lakini kwa upande wa Simba wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 43 na Adam Msiwa wanashika nafasi ya 3. Sitaki kuzungumzia sana kuhusiana na hayo, lakini pia ikumbukwe kwamba tetesi za usajili zinalindima kwa kasi kwelikweli kuna katika mitandao hii ya kijamii, ikiwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club hawa wanaripotiwa kufungua ukurasa wa mazungumzo na miongoni mwa wachezaji kutoka katika vilabu mbalimbali vya ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una kumbukumbu nzuri, kuna kipindi ama kuna wakati kuna moja kati ya striker ambaye anakitimua pale Afrika ya Kusini kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Hapa namzungumzia Marcelo Allende. Aliwahi kuhusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nimekutana pia na taarifa hizi, ingawaje naweza kusema si rasmi kwa sababu hamna vyanzo rasmi vya habari ambavyo vinathibitisha uwepo wa taarifa hizi moja kwa moja. Kwa hiyo ni tetesi tu za usajili ambazo zinaendelea kulindima kuna katika mitandao ya kijamii, ingawaje nafikiri tunafahamu pia kwamba sajili nyingi ambazo zimetokea na sajili nyingi kiujumla katika mpira wa miguu lazima zianze kama tetesi kabla ya kuadili halisia. Kwa hiyo nafikiri muda utaongea, ngoja tusubiri tuone ni nini hasa ambacho kitaenda kuhappen. Lakini pia mimi nafikiri lolote linaweza kutokea kwa sababu tukiangalia kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club tuna wachezaji takriban wawili mpaka hivi sasa. Yupo Neo Maema, yupo Rushen Derak ambao wanawasha moto kwelikweli na ni wachezaji ambao ni tegemeo kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hapa tukizungumzia ile first 11 ya kocha Steve Becker ambaye pia ametokea kwa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo wote hao wametokea katika klabu ya Mamelodi Sundowns, moja kati ya vilabu vikubwa ambavyo tunafahamu pia vinafanya vizuri kwelikweli katika mashindano ya ligi ya Afrika ya Kusini, lakini pia michuano ya kimataifa. Wameshiriki michuano ya club ya Interclub World Cup msimu jana uliopita, mara baada ya kuweza kufika kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hivi sasa pia wamefika finali za ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League. Kwa hiyo lazima watakwalify tena kwenye mashindano hayo, na ni moja kati ya vilabu vikubwa vyenye ushindani mkubwa. Kwa hiyo wachezaji wake tunafahamu ni wachezaji ambao pia wana high quality, kwa maana wana ubora na thamani kubwa sana sokoni. Kwa hiyo kama deal hili la Marcelo Allende litakuja kutimia, nafikiri Simba watakuwa wamefanya machaguo sahihi zaidi kwa ajili ya kuimarisha kikosi chao ili kukabili vyema msimu ujao wa michuano ya NBC Premier League pamoja na michuano ya kimataifa. Sina jingine la ziada la kuzungumza, mimi nikukaribishe kwa kwenda wangu wa nguvu maana True Talk kama ilivyoada, ukweli unaongea, na hii ni True Talk. Hakikisha umesubscribe kwa kweli, ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, lakini pia umelike hii video na kushare na marafiki zako ili nao waweze kufahamu kile ambacho kinaendelea huko katika ulimwengu wa soka. Uwe na wakati mwema, bye bye.